Hello wapenzi watazamaji, karibuni katika kipindi hiki kizuri cha kujifunza neno la Mungu. Na leo tutakuwa na mada moja ya msingi na muhimu sana. Chimbuko la Afrika katika Biblia. Biblia katika kitabu cha Matendo sura ya 17 fungu la 26 na la 27, mtume anaandika, naye yani Mungu alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Zingatia, aliwawekea mipaka ya makazi yao ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Biblia inatutaarifu kuwa mataifa yote ya wanadamu yalifanyika kutoka kwa mtu mmoja, naye si mwingine ni baba yetu Adamu. Sasa wako watu wa aina nyingi, wako weusi, wako wale kama Waarabu, wako wale wazungu sijui wana rangi gani, wako Wahindi wekundu, wako watu wa rangi tofauti tofauti katika dunia hii, lakini Biblia inasema wote walitokea kwa mtu mmoja anaitwa Adamu. Leo hii zipo nadharia nyingi zinazodai kuwa Afrika ni watu waliolaaniwa. Nadharia hizi hurejea kisa cha mzee Nuhu na kusema moja ya watoto wake, yaani Ham, alifanywa kuwa mtumwa wa ndugu zake, yaani mtumwa wa Shem na mtumwa wa Yafeti, kwa sababu alichungulia utupu wa baba yake. Na usoma baadhi ya mafungu kwenye Biblia kusema kuwa baada ya hapo, kwa kuwa Hamu alikuwa ni baba wa Afrika kama tutakavyoona, basi Nuhu alilani Afrika. Lakini leo napenda tuchunguze kidogo habari hii kwa ufupi. Kabla hatujaangalia ukweli wa jambo hili, hebu turejee kidogo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9, Mwanzo sura ya 10. Tuone kidogo kwa ufupi jinsi vizazi hivi vilivyokuwa. Biblia hutuambia ya kuwa Nuhu alikuwa na wana wa kiume watatu. Wa kwanza akiitwa Shem katika Mwanzo sura ya 10 fungu la kwanza, wa pili akiitwa Ham, na watatu alikuwa akiitwa Jafet. Na wana wote ndio walioingia katika safina na kutoka katika safina. Na hivyo kama tunavyojua, watu 8 tu waliokolewa kutoka katika ile gharika, 4 wakiwa wanaume, yani Nuhu, Shem, Ham na Yafet. Hao watatu ni watoto wake na wake zao. Sasa mgawanyo ulikuwa kama ufuatao. Biblia kutaka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 fungu la 2 linasema, wana wa Yafet huyu mdogo ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavan na Tubali na Mesheki na Tirasi. Na wana wa Gomeri ni Ashkenazi na Rifesh na Togama. Na wana wa Yavani ni Elisha, Tarshish, Kitim na Warodani. Na hao nchi za pwani za mataifa ziligawanyika kuwa nchi zao. Huyu Yafeti kijiografia, kutokana na jiografia ya sasa, wazao wake walienda kuunda mataifa mengi ya bara la Ulaya na sehemu ya Asia ndogo, yani Wataki. Wazao wa Yafeti walitengeneza watu wanaoishi katika bara la Ulaya na Asia ndogo, ambao wanatajwa hapa kama hawa wa Kitimu, wa Rodani na kadhalika, ambao baadaye baada ya kuzaliana yakatengenezwa mataifa ya Ulaya na mataifa ya Asia ndogo. Fungu la 6 la Mwanzo 10 linataja wana wa Hamu. Wana wa Hamu, wa kwanza kabisa alikuwa ni Kush, yani Ethiopia. Wa pili aliitwa Mithraim au Misri hii ya sasa. Wa tatu aliitwa Put, na wa 4 au mdogo aliitwa Canaan. Kwa Hamu tuishie kwanza hapa.
Twende kwa wana wa Shemu. Wana wa Shemu, fungu la 21 la Mwanzo 10 anasema, na Shemu ambaye ni baba wote wana wote wa Eberi. Kwanza anapoanza kumtaja Shemu, anamtaja kwamba ni baba wa wana wa Eberi na ni ndugu mkubwa wa Yafeti. Wana wa Eberi nini? Shemu alimzaa Eram, Ashuru, Arfaksad, Ludi na Aram. Na hivyo wana wa Shemu walitawanyika eneo la Asia, especially upande wa magharibi wa bara la Asia, eneo la Mashariki ya Kati, wakaunda mataifa kama Israeli. Ndio maana unasikia leo Waisraeli wanaitwa Waebrania kutokana na jina Eber ambaye alikuwa ni mtoto wa Shemu. Ndio baadaye wanakuja kuzaliwa watu wanaitwa Waebrania. Akaunda mataifa kama Asiria ambao mji wao mkuu ulikuwa ni Ninawi. Tunasoma habari za Yona katika mji wa Ninawi. Aliunda mataifa kama Elak, akaunda mataifa kama Ilani, na mataifa yote ya Kiarabu yalitokana na Shemu, kama inavyoonyesha katika kitabu cha Mwanzo 10 fungu la 21 hadi la 30. Sasa Ham alikuwa na watoto. Wa kwanza, Biblia inasema kwamba kwenye Mwanzo 10 fungu la 6, wa kwanza alikuwa anaitwa Kush, yani Ethiopia. Wa pili alikuwa anaitwa Misri. Wa tatu ni Puti, na wa nne alikuwa anajulikana kama Kana. Sasa watu husema Ham alilaaniwa, lakini je, Biblia inaeleza nini kuhusiana na Ham? Kisa chenyewe kikoje? Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 fungu kwanza la 19 anasema, hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu, zingatia, Hamu baba, anasema Hamu baba wa Kanani. Nyuma tulijifunza katika Mwanzo 10 anasema Hamu mtoto wake wa kwanza ni Kush, mtoto wake wa pili ni Misri, mtoto wake wa tatu ni Put, mtoto wake wa nne ni Kanani. Lakini hapa kwenye Mwanzo 9 Biblia inasema Hamu baba wa Kanani. Hajataja Kush, hajataja Misri, hajataja Put. Hamu baba wa Kanani akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, yaani Shem na Yafet. Wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akafanyaje? Nuhu akarevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtenda, akasema, na alaaniwe Kanani. Maandiko yanasema Nuhu hakusema alaaniwe Ham. Nuhu alisema alaaniwe Kanani. Kanani ni mtoto wa 4 wa Ham. Atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Zingatia hilo neno, Kanani atakuwa mtumwa wa ndugu zake. Na tutaona baadaye, je, kweli hili lilitimia? Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Mungu amnafsishe Yafeti, na akae katika hema za Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Hebu tuangalie huyu Kanani. Tukiendelea katika fungu la 7 kuhusu uzao wa Hamu, anasema, na wana wa Kush ambaye ni Ethiopia ni Seba na Havila na Sabta na Naama na Sabteka, na wana wa Naama ni Sheba na Dedani. Na Kushi akamzaa Nimrodi. Angalia sasa, Kushi anamzaa mtoto anaitwa Nimrodi. Akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu unena kama Nimrodi, hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mtoto tu wa kwanza wa Hamu ambaye ni Kushi alimzaa Nimrodi, ambaye ni mtu anayetajwa kwenye Biblia kama hodari, mtu wa kwanza kwenye Biblia anayetajwa kama hodari. Na huyu mtu inaonekana hapa tu anaanza utawala wake, unaanza Babeli.
Na kama ambavyo nimewaambia mara ya kwanza, Babeli ilikuwa ni sehemu ya utawala wa Shemu, yaani ni sehemu ambapo wana wa Shemu walitawalika. Kwa hiyo inaonekana Ham, mtoto wa Ham ambaye ni Nimrod, anaanza kutawala Babeli, anatawala Eleku, Akad na Kalne, na katika nchi ya Shinari. Tena anatoka katika nchi ile anaenda mpaka Ashuru, anajenga Ninawi. Hii Ashuru ambayo tunahitaji hapa sasa, ambao anaenda, ilikuwa pia ni sehemu ya Shemu. Kwa hiyo mtoto wa Ham kupitia Kushi anatawala eneo la Ham baba yake, lakini anaenda anajenga ufalme na kutawala eneo la Shemu, eneo la Ulaya, mataifa anatawala eneo ambalo lilikuwa linamilikiwa na Shemu, mataifa ya Asia, bara la Asia na Mashariki ya Kati, kama mataifa ya Iran na Iraki na Waarabu. Je, sasa hii laana aliyoitaja Nuhu kwamba alaaniwe Kanani inamuhusu nani? Kama mtoto wa kwanza ambaye ni mtoto anatokana na Kushi Mwethiopia anaenda kutawala mataifa ya Mashariki ya Kati na mataifa ya Asia, laana inamuhusu nani? Fungu la 13 nasema, na Misri akazaa Waludi na Waanani na Waleabi na Wanaftui na Wapathlus na Wakatlui. Huko ndiko walikotoka Wafilisti na Wakaftori. Sasa anasema kwamba kutoka kwa Misri, ambaye alitoka kwa nani? Alitoka kwa Ham. Yalitoka makabila hayo yanayotajwa, ambayo makabila yako kule Misri, lakini pia walitoka Wafilisti ambao tunawasoma katika Biblia, walikuwa ni maadui wakubwa. Walikaa pale katika eneo la Palestina, karibia na Palestina pale, wakitawala miji kama Gaza na kadhalika, wakitawala hiyo. Lakini nao walitoka kwa Misri, mtoto wa pili wa Ham. Fungu la 15 anasema Kanani akamzaa Sidoni. Zingatia hapa, huyu Kanani kwenye Mwanzo 9 anasema, na alaaniwe Kanani, alimzaa mtoto wa kwanza anaitwa Sidoni, mwanae wa kwanza, na Hesi na Myebusi na Mwamori na Mgirigashi na Mhivi na Mwaki na Msini na Mwalvadi na Msemari na Mwamasi, baadaye jamaa ya Wakanani waliotawanyika. Mpaka wa Kanani ulianza katika Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza, tena kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboim hata Lasha. Hawa ndio wana wa Ham kufuata jamaa zao. Sasa ni nani aliyelaaniwa? Ikiwa Ham alimzaa Nimrod, alimzaa Kushi, Kushi akamzaa Nimrod, Nimrod akatawala bara la Asia, akajenga miji mikubwa inayojulikana kama Babeli, ambayo sasa ni sehemu ya Irani, sehemu ya Iraki. Akajenga miji mikubwa inayojulikana kama Ninawi. Sasa ni nani aliyelaaniwa? Lakini Biblia inasema Kanani aliwazaa wa Yebusi, wa Sidoni na mataifa haya. Biblia iko wazi. Ukiendelea mbele katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuna kidokezo kinatolewa hapa. Wakati sasa Biblia imesema alaaniwe Kanani, awe mtumwa wa Shem au awe mtumwa wa Yafeti. Sasa Shem anazaa Ebel. Ebel ni chimbuko la Waebrania. Wakati Waebrania wanajikomboa kutoka katika utawala wa Kushi, kutoka katika utawala wa Misri, ambao tunasema Misri alianza kumtawala Shem kwa njia ya Nimrod, na baadaye Waebrania wakaja kutawaliwa na Misri wakiwa katika nchi ya Misri. Wakati anajikomboa, anapenda kumtawala Kanani. Anamtawalaje? Mataifa yaliyotajwa kama wana wa Kanani hapa kwenye fungu la 15, wa kwanza ni Myebusi, Mwamori, Mgirigashi, Muhivi na Mwaki, kwa mpaka wa Kanani ukianzia Sidoni kwa njia ya Gerari na Gaza. Katika Kutoka 3 fungu la 8, Mungu anamtokea Musa, anamwambia fungu la 7, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, watu wangu wana wa Shem walioko kwenye kambi au kwenye hema ya Ham Misri. Mungu ameyaona, nami nimesikia kilio chao.
kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Fungu la 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa mmoja Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Myebusi. Fungu la 17 anarudia maneno hayo akisema, nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi ijayo maziwa na asali. Hasa makabila yanayotajwa hapa, Mkanani, Mhiti, Mwamori, Mperizi na Myebusi. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 10 ambayo tumesoma, anasema fungu la 15, Kanani akamzaa Sidoni mwanaye wa kwanza, na Hesi na Myebusi na Mwamori na Mgarigashi na Mhivi na Maki na Msini na Mwarvadi na Msemari na Mhamasi. Unakuta kwamba mwana wa Shemu ambaye ni Eberi au Israeli au Mwebrania anaambiwa anapewa kumiliki nchi ya Mkanani. Mkanani ni mwana wa Hamu, lakini ni mtoto wa 4. Kwa hiyo Rana, Biblia inasema alaaniwe Kanani, awe mtumwa. Na mpaka sasa kwamba lile eneo ambalo anakaa Mkanani, ambalo mataifa kama Wayebusi walikuwa wanakaa Yerusalemu, mpaka sasa wenyeji wa Zayuni Wayebusi hawalitawali lile eneo, bali linatawaliwa na wana wa Eber. Kwa hiyo laana hii kwa namna yoyote haikugusa Afrika. Laana hii kwa namna yoyote haikugusa Ulaya. Laana hii kwa namna yoyote haikugusa baadhi ya sehemu za Asia, lakini tu ilikuwa katika eneo la Kanaani, eneo lile ambalo Israeli wako sasa. Waliwaondoa mataifa yaliyopo pale kwa sababu yalikuwa ni maovu, yalilaaniwa na Mungu. Na hivyo basi nadharia zinazoenea kusema kwamba Afrika amelaaniwa si za kweli. Maana Biblia inataja kuwa Ethiopia au Kushi alimzaa mtawala wa kwanza aliyetengeneza ufalme. Mtu wa kwanza kutengeneza mataifa yanayojulikana alikuwa ni Nimrod. Alitengeneza ufalme kama wa Babeli, alijenga Iraki, akajenga Ninawi na falme mbalimbali, akatawala katika hema za Shemu. Kwa hiyo mataifa ya Afrika kama Ethiopia na Misri ndio mataifa yaliyokuwa na nguvu katika ulimwengu. Kwanza hata historia inatuambia kuwa taifa la kwanza lilowahi kutawala dunia nzima lilikuwa ni Misri. Hata kusoma kwenye Biblia anasema njaa ilitokea ulimwengu mzima, dunia nzima ikaenda kutaka chakula kutoka Misri. Na kisha baada ya Misri tunajua ya kuwa taifa lililofuata kutawala dunia lilikuwa ni Ashuru kutoka katika hema ya Shemu. Na kisha baada ya hapo ndio yakafuata mataifa kama Babel, Iraq ni sehemu ya utawala ambao watu wake wengi walitoka katika hema ya Shemu, lakini watawala walitoka katika hema ya Ham, maana utawala ulitengenezwa na Nimrod kutoka katika hema ya Ham. Na kisha yakafuata mataifa kutawala dunia kama Umedi na Uajemi, mataifa ambayo yanatoka katika Shemu. Na kisha baadaye yakafuata kutawala dunia mataifa kama Ugiriki, Uyunani yanatoka kwa Yafeti. Halafu baadaye yakatawala dunia mataifa kama Rome ambayo yanatoka kwa Yafeti pia. Kwa hiyo Mungu hakulaani bara au rangi fulani ya watu. Kwanza si kwamba rangi ya Waafrika ni mbaya kuliko rangi ya Waarabu au kuliko rangi ya Wazungu au kuliko rangi ya Wahindi wekundu. Hapana. Mungu alitangaza kupitia Nuhu ya kwamba alaaniwe Kanaani. Na hata hivyo Mungu hana upendeleo. Wakanaani, Biblia ukisoma vizuri anasema walikuwa ni waovu. Sifa mojawapo inayowataja Wakanaani, yalikuwa mataifa mengine kipindi cha Biblia. Kanaani ndio waliokuwa wakichoma watoto wao motoni.
Kanaani ndio waliokuwa wanaabudu miungu jua na miungu mwezi na kila aina ya miungu. Katika kipindi hicho walikuwa wakiongoza katika ibada za sanamu na ibada chafu, mpaka ikapelekea Mungu kukasirishwa na kutuma wana wa Abel kwenda kuwakatilia mbali wakazi wa Kanaani. Rafiki yangu, Afrika haijalaaniwa. Mtu yoyote asikudharau kwa sababu wewe ni Mwafrika. Mwafrika alikuwa ni mtawala, alikuwa ni mkuu tangu siku za Nuhu mpaka sasa. Mwafrika amebarikiwa na Mungu, isipokuwa walichokifanya wana wa Yafeti ni kubadilisha saikolojia ya Mwafrika. Tunamshukuru Mungu. Kwa mfano sisi wa Tanzania, unajua kabla ya kipindi cha utawala wa hayati Rais John Pombe Magufuli, walikuwa wanatuambia Tanzania ni nchi maskini, nchi ya daraja la 3 chini, lakini rais alijitahidi kutuondoa katika ideology hiyo kwa kusema hapana, sisi sio maskini. Na leo Watanzania wanatembea kifua mbele sehemu yote wakikiria kwamba wao sio maskini. Ile ideology kwamba sio maskini sisi. Alisema nchi yetu ina mali, lakini tuliamini nchi yetu ni maskini. Lakini sasa leo Watanzania wamebadilishwa ideology, wanatembea kifua mbele wakiamini nchi yao sio maskini. Vivyo hivyo mataifa mengi ya Afrika sasa yanaamka na kusema sisi sio maskini. Ukienda Burkina Faso, ukienda Kenya, ukienda mataifa mbalimbali, wanasema wao sio maskini. Na katika mwamko wa aina hiyo, mataifa ya Kiafrika yatajikomboa, yatatambua thamani hasa ambayo Mungu ameyapa na kupambana kwa ajili ya kuithamini thamani hiyo. Yako visa vingi. Unasema Biblia mbona haihusishi Afrika? Inahusisha. Yesu alipozaliwa alipata maficho yake miaka 12 ya kwanza katika nchi ya Misri, iko Afrika. Hata Yesu alipobeba msalaba wake, maandiko yanatuambia alisaidiwa na Simeoni Mkirene, mtu wa Afrika. Lakini pia tunaambiwa hata Sulemani mtawala kutoka katika Abel alioa mwanamke Mshulami, mwanamke Muafrika, mwanamke Muethiopia, alimpenda sana. Tunaambiwa Malkia wa Sheba, watu waliokuwa mashuhuri katika Biblia katika zamani hizo. Tunaambiwa habari ya mke wa Musa ambaye pia alikuwa na asili ya Kiafrika, yule Zipora. Kwa hiyo wao wote tunaoambiwa habari zao ni Waafrika. Kwa hiyo ni ideology tu iliyotengenezwa na watu fulani ili kuharibu jinsi ambavyo ulimwengu ulipaswa kutazama kuhusu Afrika. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe Mwafrika. Unapofikiria kuwa Mungu hakukuradi, Mungu alikubariki. Na wokovu ni wetu sisi sote bila kujali rangi wala kabila. Mtume anasema kutokana na mtu mmoja Mungu alifanya watu wa kila namna. Tunachoshughulikia sasa ni kila mmoja kumtafuta Yesu Kristo ili atakapokuja tupate kuokolewa, maana waliolaaniwa walishaondolewa katika dunia hii. Maana Israeli waliwakatilia mbali wa Kanaani katika nchi ya Kanaani. Mungu akubariki sana. Amina.